kati yetu tena leo. Wewe uliyefanya jana na juzi ndio utaenda kufanya tena kwa viwango vingine leo. Tuko tayari kwa neno lako. Tuko tayari kwa kila ambacho umekusudia kwetu. Katika jina la Yesu tunajikabidhi mikononi mwako. Nami ninajikabidhi mikononi mwako. Utaonekana ukinitumia kwa mapenzi yako na makusudi yako. Katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na mafundisho. Leo ni siku ya 3 na tumebakiza siku 2, na tunaangalia nguvu ya msalaba au nguvu iliyosababishwa na kazi ya msalaba, au unaweza ukasema pia kazi ya msalaba. Amen. Na tulianza sehemu ya kwanza, tukaanza kuangalia nini maana ya kazi ya msalaba, na kuna vitu kadhaa nilianza kuvizungumza. Nikasema tunaposema kazi ya msalaba, maana yake ya kwanza ni mwanzo wa Agano Jipya. Mwanzo wa Agano Jipya. Na tunaposema mwanzo wa Agano Jipya maana yake nini? Namba 1 tukasema ni mwisho wa sadaka za wanyama na za kuteketezwa. Namba 2 ni ukamilifu wa sheria, ukamilifu au utimilifu au mwisho wa sheria ya Musa. Namba 3 ni urejesho wa mahusiano ya baba na mwana. Sisi ni watoto wa Mungu, tunakuwa watoto wa Mungu. Namba 4 ni Mungu kujifunua. Mungu kujifunua kibinafsi na kuturuhusu kumjua kibinafsi. Na namba 5 nikaongelea ni msamaha unaoambatana na ondoleo la dhambi. Amen. Kwa tunaposema mwanzo wa Agano Jipya, ni maana yake ni msamaha. Namba 5 tukasema ni msamaha unaoambatana na ondoleo la dhambi. Lakini pia jambo la pili tukasema kazi ya msalaba ilifanya nini? Namba 2 tukasema iliwaunganisha Israeli na mataifa, na wote wawili wakaunganishwa na Mungu kiagano. Ilituunganisha sisi na Israeli, alafu ikatuunganisha sote wawili na Mungu kwa agano. Namba 3 tukasema kazi ya msalaba maana yake nini? Maana yake au ilisababisha nini? Namba 3 tukasema iliharibu nguvu ya dhambi. Iliharibu nguvu ya dhambi kwenye maisha ya mwamini. Iliharibu nguvu ya dhambi. Na niliongelea vitu kadhaa hapo jana, nilivigusia, nataka nivikazie kidogo, alafu tutaendelea kidogo. Amen. Kwa kazi ya msalaba iliharibu nguvu ya dhambi. Na kusulubiwa na kuteswa na kusulubiwa kwa Yesu msalabani, moja ya kitu kilishughulikiwa kikamilifu ni dhambi na nguvu yake. Na nilisema dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu 3. Nguvu ya kwanza, dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya kumpeleka mwanadamu Jehanamu. Na kuanzia pale Yesu aliposema imekwisha, dhambi haina nguvu tena ya kumpeleka mtu Jehanamu. Kinachompeleka mtu Jehanamu ni kuikataa kazi ya msalaba au kukataa sadaka ya dhambi iliyotolewa kupitia kazi ya msalaba. Na kitakachompeleka mtu Jehanamu ni kumkataa Yesu. Amen. Ambaye Yesu ndo anatupa ushindi dhidi ya nguvu ya dhambi. Lakini pia kwa kusema hivyo maana yake pia matendo mazuri hayana uwezo wa kumpeleka mtu mbinguni. Kama vile dhambi haina uwezo wa kumpeleka mtu Jehanamu, matendo mema hayana uwezo wa kumpeleka mtu mbinguni. Kinachompeleka mtu mbinguni sio matendo mema, ni kazi ya msalaba, ni kuikubali
kazi ya msalaba, kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, alafu kumruhusu Yesu sasa kumsaidia kuishi matendo au kuishi maisha matakatifu. Amen. Kwa hiyo haki yetu haitokani na matendo, bali inatokana na Yesu kufanyika dhambi ili sisi tufanyike haki. Haki yetu haitokani na matendo. Hatutendi matendo mema ya haki ili tuwe wenye haki, bali sisi tayari ni wenye haki kupitia kazi ya Yesu msalabani. Ndio maana tunaishi maisha yenye haki. Kwa hiyo inaanzia kwanza kwa kuikubali kazi ya Yesu, alafu ndipo matokeo yanafuata ya kimatendo. Hatuishi maisha ya haki ili tuwe wenye haki, bali tumeshahesabiwa haki tayari kwa kazi ya msalaba. Kwa hiyo tunaishi maisha ya haki kudhihirisha kile ambacho tayari kimefanyika ndani yetu. Amen. Matendo mema ni mazuri, lakini sio tiketi ya kumuingiza mtu mbinguni. Bila Yesu hauwezi kwenda mbinguni. Amen. Kwa Yesu pekee, kabla ya kitu kingine chochote, ndiyo anatufanya tukubalike mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 3 mstari wa 18, anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiyemwamini, bila kujali chochote anachokifanya, tayari amekwisha kuhukumiwa. Kwa hiyo kinachofanya mtu wa Mungu, kila anachofanya mtu wa Mungu kitakuwa na maana kikianzia kwenye kumpa Yesu maisha. Amen. Kitakuwa na maana kikianzia kwenye kuikubali kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ndio ina validate kila kitu tunachokifanya, ndio inatupa kukubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pamoja na yote aliyoyafanya Yesu msalabani na yote ambayo tumeyazungumza, lakini kama hakutakuwa na vitu viwili, hatutafurahia kazi ya msalaba. Cha kwanza, lazima kuwe na uhiari, na cha pili, lazima kuwe na imani. Hivi vitu viwili ndio vinasababisha mtu afurahie kile amefanya Yesu. Vimefanyika vyote, lakini havitafanyika kwa mtu kwa kumlazimisha. Lazima mtu akubali. Unajua dhambi haikuingia bila uhiari, na ndivyo ilivyo. Ukombozi haupatikani bila uhiari wa mtu. Kwa hiyo ili kuifurahia kazi ya msalaba, lazima kuwepo na utayari wa kusaidiwa na kusaidika kwa hiyo kazi, lakini pia lazima kuwepo na imani. Pamoja na kwamba Yesu alifanyika dhambi kwa ajili yetu na alifanya kila kitu, ni yule tu ambaye atakuwa na utayari wa kuyakabidhi maisha yake kwa Yesu, atakuwa na utayari wa kusarenda kila kitu kwa Yesu na kusaidiwa na hiyo kazi, ndiye atakaye furahia hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 16 mstari wa 8 na wa 9, anasema naye akiisha kuja, huyo atauhakisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakumwamini yeye. Yaani dhambi inaanzia pale kwenye kutokumwamini Yesu, ndio dhambi inakoanzia. Anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakumwamini yeye, kwa sababu hawakumwamini Yesu. Warumi sura ya 3 mstari wa 22 na 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 22 na 23, anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote waaminio. Haki ya Mungu ambayo inapatikana sio kwa matendo, kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hiyo haki yetu kutoka kwa Mungu inapatikana kwa njia ya imani katika Kristo Yesu, au kwa kile alichokifanya Yesu. Anasema maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema. Kwa neema maana yake kwa imani kwa kazi ya msalaba. Ndio maana ya neema. Wanahesabiwa haki bure
kupitia kuiamini kazi ya msalaba, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka au upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake, kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilivu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Ambacho nataka uone hapa vitu viwili, ni utayari wa mtu na imani ya mtu ndio unamfanya apokee matokeo ya kile Yesu alifanya msalabani. Na Warumi 6:1-2, Warumi 6:1-2, hii sasa anasawazisha. Anasema tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tunaishije tena katika dhambi? Nitaeleza mbele kidogo. Haya yote ninayoyasema hayamaanishi Mkristo acheze na dhambi. Hayamaanishi hivyo. Hayamaanishi. Ndio maana Paulo anasema okay, baada ya kuyazungumza haya, tudumu katika dhambi ili neema iwe nyingi, anasema hapana. Tunawezaje kukaa kwenye dhambi wakati tumekufa kwenye hilo eneo? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo la kwanza ambalo dhambi iliondolewa nguvu, ambao nilisema nilikuwa nataka niweke hayo maandiko jana sikuyaweka, ni hilo la dhambi iliondolewa nguvu ya kumpeleka mtu jehanamu. Amen. Na namba 2, dhambi iliondolewa nguvu ya hatia. Na hapa pia sikuweka maandiko, kwa nataka nizungumze, niyataje maandiko kidogo afu taendelea. Dhambi iliondolewa nguvu ya hatia kupitia kazi ya msalaba. Dhambi iliondolewa nguvu ya hatia. Hatia ndio inamzuia mtu kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Hii nguvu ya hatia ndio inamzuia mtu kukaa kwenye uwepo wa Mungu baada ya kukosea. Kile ambacho kinakufanya usitake kumsogelea Mungu baada ya kuwa umekosea au umetenda dhambi ni hatia. Na hatia ni kifaa cha shetani. Hatia ni kifaa anachokitumia shetani kumtenganisha mtu na Mungu anapotenda dhambi. Hatia ndio inamfanya mtu anatenda dhambi, anaacha na kuja kanisani. Haupaswi kuacha kuja kanisani kwa sababu umetenda dhambi. Unapaswa kumkimbilia Mungu baada ya kutenda dhambi. Kwa sababu ukitenda dhambi, ukikosea alafu unamkimbia Mungu, maana yake nini? Yaani ni kama unaumwa unakimbia hospitali, uende hospitali. Kwa hiyo tunapokosea, hatia ndio inaweza ikamfanya mtu anayekosea aache kwenda kanisani. Hatia ndio inamfunga mtu gerezani. Hatia ndio inafanya mtu akae wapi? Gerezani. Yeyote ambaye hajapatikana na hatia hawezi kwenda gerezani. Kwa hiyo hatia ni kifaa cha shetani ambacho anakitumia kutesa watu wa Mungu. Na mara nyingi watu wa Mungu wanateswa na hatia kwa sababu hawamjui Mungu na hawajui kile Yesu alifanya msalabani. Kwa mtu yote ambaye anamjua Mungu na anajua kile Yesu alifanya msalabani, akikosea ataishikilia hatia, atasikiliza. Kwa sababu mtu anapokosea, nilisema jana, kuna vitu viwili vinatokea. Kitu cha kwanza ni hatia, kitu cha pili ni conviction. Zote ni sauti zinakuja moyoni. Moja inakwambia ufai, achana na Mungu. Nyingine inakwambia rudi kwa Mungu, rekebisha. Acha hii njia, acha hii njia. Hizo ni sauti mbili. Sasa wengi wanafikiri ile ya hatia ndio ya Mungu. Ile ya hatia ni ya shetani, alafu ile ya conviction ndio ya nani? Ya Mungu. Amen. Na yale maandiko ambayo tulisoma, niliyazungumza, unaweza ukayaona kwenye Mathayo sura ya 27 mstari wa 3 na wa 5. Unaona kile ambacho kilimtokea Yuda. Yuda kilichomfanya akajiua ni hatia. Mathayo 27:3 anasema, kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, maana yake Yesu ameshahukumiwa, alijuta. Sasa hii kujuta maana yake alipata hatia moyoni, akawarushia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Kwa ni kwamba aligundua kosa lake, aligundua dhambi yake, lakini hakugundua dhambi yake na kwenda kutubu. Aligundua dhambi yake na kwenda kujiua. Anasema akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Bwana asifiwe sana.
Kwa hatia ilimuondoa kabisa kwa Mungu badala ya kumrudisha kwa Mungu. Na nilisema jana, moja ya sababu dhambi ilimuua, hatia ilimuua Yuda ni kwa sababu alikuwa ana tabia ya dhambi, alikuwa na mazoea katika kutenda dhambi. Amen. Angalia kwenye Zaburi sura ya 38 mstari wa 3 hadi wa 5, utaona namna ambavyo hatia inatesa mtu. Anasema hamna uzima katika mwili wangu kwa sababu ya ghadhabu yako. Anaongelea afya kabisa. Hatia inaweza kuleta shida hadi kwenye afya ya mtu. Anasema wala hamna amani mifupani mwangu kwa sababu ya hatia zangu. Sio hata za Mungu, hatia zangu. Maana dhambi zangu zimenifunika kichwa, kama mzigo mzito zimenilemea mno. Jeraha zangu zinanuka, zimeoza kwa sababu ya upumbavu wangu. Sasa ukienda kwenye Mathayo sura ya 26, unaona kitu kile ambacho tulikizungumza jana kuhusiana na Petro. Unaona kile ambacho Petro alikosea, anarudia mara 3 anamkana Yesu, lakini Biblia inasema baada tu ya kukosea, Biblia inasema akakumbuka. Maana yake Roho Mtakatifu akamkumbusha kile alisema Yesu. Sasa hatia inakutoa kwa Mungu, inakufukuza kwa Mungu, inakufanya unakuwa na hukumu. Unaona tena ufai kuomba, ufai kufunga, ufai kusoma neno, ufai chochote, ufai ibadani. Lakini Roho Mtakatifu, conviction, inakukumbusha neno la Mungu linavyosema. Neno la Mungu linavyosema kuhusiana na wewe, alafu inakurudisha. Na hiki ndio unakiona kwa Petro. Alipokumbuka yale Yesu alisema, akaenda akalia, akatubu. Na baadaye unaona Yesu anafufuka, anamtafuta Petro wa kwanza. Anasema kawaambie wanafunzi wangu pamoja na Petro. Alafu Yesu anakuja kuklia nafsi ya Petro isiendelee kumhukumu. Anamuuliza Yesu Petro mara 3, unanipenda? Unanipenda? Alafu anampa majukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 3 ambalo dhambi iliondolewa nguvu, dhambi iliondolewa nguvu ya kumtawala mwanadamu kupitia kazi ya msalaba. Dhambi iliondolewa nguvu ya kumtawala mwanadamu kupitia kazi ya msalaba. Warumi sura ya 6 mstari wa 12 na mpaka wa 14. Warumi 6:12 hadi 14, maandiko yanasema basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, wala hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Kwa andiko hili unagundua dhambi imeondolewa nguvu kupitia kazi ya msalaba. Imeondolewa nguvu ya kumtawala mtu. Ndio maana anasema basi dhambi isitawale mioyo yenu, dhambi isitawale miili yenu. Na anasema dhambi ikitawala, huyo mtu nini kitatokea? Atazitii tamaa za mwili. Dhambi isipomtawala, hatazitii tamaa za mwili. Na kwa kutii tamaa za mwili, maana yake atakuwa amejikabidhi kuwa silaha mikononi mwa shetani. Kwa yote ambaye anatii tamaa za mwili wake, anajikabidhi kuwa silaha mikononi mwa shetani. Ndio maandiko yanavyosema. Lakini mstari wa chini hapo wa 14 anasema kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa nini haitatutawala? Kwa sababu imeondolewa nguvu ya kiutawala. Kwa hiyo baada ya kile ambacho Yesu amefanya msalabani, dhambi haina nguvu ya kumtawala mtu tena. Haina nguvu ya kumtawala mtu tena, isipokuwa ikipewa ruhusa. Dhambi haina nguvu ya kumtawala mtu wa Mungu isipokuwa imepewa ruhusa. Kwa ukiona dhambi inatawala kwenye maisha yako, si kwamba dhambi ina nguvu ya kutawala, ila kuna lifestyle, kuna aina ya maisha imeipa ruhusa dhambi kutawala.
kuna aina ya maisha imeipa ruhusa dhambi kutawala. Na mmoja, kwa dhambi haina uwezo wa kumtawala mwanadamu mpaka iruhusiwe. Mtu ambaye amekubali kazi ya msalaba mpaka iruhusiwe. Sasa shida ni kwamba wakati mwingine hatujui tunairuhusu vipi. Tunairuhusu dhambi kwa vitu ambavyo tunafeed nafsi zetu, tunajilisha nafsi zetu, ndivyo ambavyo tunaruhusu dhambi. Kwa sababu kile ambacho unajilisha unakuwa. Kwa lazima ulinde kwanza vitu ambavyo unaingiza ndani ya nafsi yako. Kama unataka kuidhibiti dhambi, linda vitu unavyoingiza ndani ya nafsi yako. Kubali kugeuzwa. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 12. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, kuanzia mstari wa kwanza anasema na wasii. Warumi 12:1. Warumi 12 anasema ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hapa ndipo watu tunaanza kuipa nafasi dhambi. Kuanzia hapa, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, impendezayo Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kuanzia kwenye namna ambavyo unautoa mwili wako mbele za Mungu. Kujitoa miili yetu. Miili yetu tumeiweka kwa upande upi? Tunajitoaje miili yetu? Unaunidhamisha mwili wako kwa kiwango gani? Kwenye masuala mbalimbali, ya masuala ya mifungo, masuala ya ibada, masuala yanayomhitaji Mungu. Hivyo ndio namna ya kutoa mwili, kujinidhamisha. Unajidiscipline kwa kiasi gani? Je, kila ambacho mwili wako unataka unaupatia au unajidiscipline? Kila ukitaka kula, kila chochote. Kuna watu hawadiscipline miili yao, hawajidiscipline usingizi wao, hawajidiscipline tabia yao ya kula, hawajidiscipline kwenye kila eneo. Kwa kufanya hivyo unaanza kufungua milango taratibu. Ukienda mstari wa 2, anasema, mstari unaofuata anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, kuwa na lifestyle ya kidunia, kufuatisha namna dunia inavyotaka. Sasa unafuatishaje dunia? Ukiangalia, bali mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa hiyo mtu yote ambaye hajaruhusu kugeuzwa kwa kufanywa upya nia yake ataifuatisha namna ya dunia. Unageuzwa vipi? Ni vitu gani unaruhusu viingie ndani yako? Hivyo ndivyo ambavyo tunaruhusu dhambi inaanza kuwa na nguvu kwenye nafsi zetu na miili yetu. Ni mambo gani tunayaruhusu yaingie ndani yetu? Unaruhusu taarifa zipi ziingie? Kwa sababu chochote unachoruhusu kiingie unakuwa. Utakuwa vile unavyokula. You become what you eat. Unavyokula utakuwa. Sasa kama ambavyo tunavyokula kimwili tunakuwa kwenye mwili matokeo, na ndivyo ambavyo tunavyokula kinafsi tunakuwa. Kwa hiyo chochote ambacho unaingiza kwenye ufahamu wako na akili yako, unajiruhusu kuwa mtu wa aina hiyo baada ya muda fulani. Huwa nawaambia watu, kinachomtofautisha mtu kinachomfanya mtu kuwa daktari ni maarifa ya udaktari anayoingiza. Kwa baada ya muda akianza kuingiza masuala ya udaktari, baada ya muda anakuwa nani? Daktari. Akianza kuingiza maarifa ya uinjinia, baada ya muda anaitwa nani? Injinia. Maarifa ya sheria, baada ya muda anaitwa nani? Bwana sheria. Kwa maana yake chochote unachojilisha nafsi yako unakuwa mtu wa aina hiyo. Kwa kuna vitu ukianza kujilisha vitakufanya kuwa mtu wa aina. Kwa nini daktari anajua kuhusiana na magonjwa, anatibu magonjwa? Kwa sababu ameilisha nafsi yake kiasi cha kutosha. Kwa hiyo kama tunataka kutembea kwenye maisha ya ushindi, lazima tulinde vitu ambavyo tunajilisha. Kwa sababu kwa kushindwa kulinda kile ambacho tunalisha nafsi zetu, kwa namna hiyo tunaanza kuipa nguvu dhambi kwenye nafsi zetu na kwenye maisha yetu. Na angalia watu wengi wanajilisha nini? Unajilisha kwa namna gani? Kwa kusoma. Angalia vitu unavyosoma, angalia vitu unavyotazama kwenye simu, angalia vitu vinavyochukua, yani ukichukua muda ambao haujalala, muda ambao uko macho, masaa labda 14 ambao uko macho, kuanzia saa 1 labda mpaka saa 4 uliko macho. Angalia ni vitu gani macho yako yanaingiza. Baada ya muda utakuwa mtu wa aina hiyo.
tunapokuwa kwenye mitandao ya kijamii tunaingiza nini. Baada ya muda tutakuwa tu hivyo. Kama vile ambavyo daktari atakuwa mwaminifu kuingiza masuala ya udaktari, atakuwa daktari. Na ndivyo ilivyo. Sasa angalia vilivyojaa huko mtandaoni ambavyo ndio tunaingiza sana, vimejaa umejaa uchafu, ndio ukweli. Kumejaa uchafu. Hata vitu tunavifuatilia kwenye TV, kwenye tamthilia, kwenye movie, angalia ndani yake vina kitu gani. Alafu angalia ni aina gani ya dhambi inakusumbua, utagundua ina relate na vitu ambavyo unajiingizia ndani. Kwa ni kweli kwa kazi ya msalaba tuligeuzwa. Lakini Biblia inasema mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu. Kilichogeuzwa kwa 100% kupitia kazi ya msalaba ni roho zetu, sio nia zetu. Nia zetu zitaitikia bidii yetu katika kujilisha vitu tunavyotazama, vitu tunavyosikiliza, vitu tunavyosoma, ndio vinaamua sisi tutakuwa watu wa aina gani mbele. Kwa kuna watu wengi wana struggle na dhambi, wanapambana na miili yao, wanapambana na tamaa, wanapambana na dhambi, si kwa sababu kazi ya msalaba haina nguvu, kwa sababu wamejilisha vitu ambavyo vinafanya miili yao iitikie zaidi kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dhambi ilishaondolewa nguvu. Ukiona yeyote inamtawala, maana yake ameiruhusu kupitia vitu anavyojilisha yeye mwenyewe. Ndio maana maandiko yanasema hivi kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Warumi 8:1 anasema, ukiendelea kabla hujaenda pale, ukienda hapa anasema mgeuzo kwa kufanywa upya nia zenu. Kwa unapojilisha neno la Mungu litakachofanya litageuza nia yako. Na nia ndio injini ya nafsi ya mtu. Kwa mwisho wa siku litageuza vitu ambavyo nafsi yako inaitikia. Kwenye nafsi kuna maamuzi, kuna hisia na kuna nia. Kwa ghafla utaanza kujikuta hisia zako haziitikii dhambi na uovu. Maamuzi yako hayaitikii dhambi na uovu. Inakuwa ni rahisi kuikataa dhambi. Kwa sababu gani? Umegeuzwa nia yako. Na ndani ya nia yako limejaa neno la Mungu. Amen. Kwa hiyo ukienda kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, anasema basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya wale katika Kristo Yesu. Alafu anasema kwa sababu sheria ya roho ya uzima ulio katika Kristo Yesu imewaacha huru mbali na sheria ya dhambi. Manake dhambi imeondolewa nguvu kupitia kazi ya msalaba. Jambo la kwanza nimesema ambalo linasababisha mtu anairuhusu dhambi ni vile anavyojilisha. Jambo la pili ambalo linampa mtu dhambi, linairuhusu dhambi, ni kutoitubia. Dhambi isiyotubiwa inapewa nguvu. Kwa lifestyle ya vile tunavyovilisha vinaipa nguvu dhambi. Lakini dhambi yote unaoifanya alafu hauitubii au ishughulikii, unaipa nguvu. Na kutubu sio kusema Mungu nisamee. Kutubu ni to change your mindset. Yaani kutubu haimaanishi tu Mungu nisamee alafu unalia, alafu kesho tena unamtafuta yule ambaye ulisema unatubu, ambaye alikuingiza kwenye matatizo. Hiyo sio toba. Hiyo ni kukiri, ni kuungama. Kutubu ni kugeuza njia, kwamba nilikuwa nina uelekeo huu, ninatubu, maana yake ninageukia upande huu, naanza kuelekea huku. Hiyo ndio inaitwa toba. Kwa dhambi ambayo isipotubiwa, dhambi isiyotubiwa inapewa nguvu. Kwa ni kweli kazi ya msalaba ilishughulika na dhambi na kuiondolea nguvu. Lakini mtu anapofanya dhambi alafu ageuzi mfumo wake, lifestyle yake ambayo ilimpelekea kutenda dhambi, nini kinatokea? Anaanza kuipa nguvu ile dhambi. Baada ya muda anashangaa, mbona ni kama sina uwezo tena juu ya dhambi hii? Kwa sababu gani? Ameipa nguvu kupitia maisha. Dhambi isiyotubiwa inapewa nguvu. Lakini pia dhambi inayofichwa inapaliliwa na kupewa nguvu. Dhambi inayofichwa inapaliliwa na kupewa nguvu. Moja ya mbolea ya dhambi ni kuficha. Moja ya namna ya kuishughulikia dhambi ni kuiexpose. Unapoiexpose dhambi, umeishughulikia. Dhambi yoyote inayofichwa inaendelea kupaliliwa na inaendelea kukomaa na inaendelea kupewa nguvu.
Kwa mwisho, mtu ambaye anaficha dhambi, Biblia inasema afichaye dhambi hatafanikiwa. Mtu ambaye anaficha, anaendelea kuficha na kuficha na kuficha, unajua nini kinatokea? Ile dhambi inaanza kuwa na nguvu. Ghafla inaanza kuwa kama inamtawala, inamzidi nguvu. Unapoiexpose dhambi, unakuwa ni kama unaiondolea nguvu. Unaiondolea nguvu. Kwa dhambi inayofichwa inapaliliwa na kupewa nguvu ya kumtawala mtu. Lakini dhambi inayotendwa kwa uendelevu pia inapewa nguvu ya kumtawala mtu. Dhambi inayotendwa kwa uendelevu. Ndio maana utagundua dhambi yote unayoifanya mara kabla hujaifanya ni ngumu sana kuifanya. Dhambi kuitenda kwa mara ya kwanza ni ngumu. Yaani kulikuwa na mvutano mwingi moyoni. Ilikuwa ni ngumu sana. Lakini ukishafanya dhambi mara ya kwanza, kuirudia inaanza kuwa sio ngumu kama mwanzo. Inakuwa ngumu ila sio kama mwanzo. Mara ya pili, mara ya tatu sio ngumu kabisa. Kwa kadri unavyoendelea unashangaa tena, sio kwamba unapambana, ni kama kuna kitu kinakupeleka, inakudrive. Kwa mwanzo ilikuwa nje, ilikuwa haiwezi kukutawala, ilikuwa inatumia ushawishi wa mawazo, wa akili, wa muonekano, wa vitu hivyo vingine. Lakini baada ya muda, kwa kadri unavyoendelea kuitenda na kuirudia, unaiingiza ndani, inaingia ndani. Ikiingia ndani inakuwa bosi kwako, inakuwa mtawala. Kwa hiyo unakuta mtu, ndio kile Paulo anasema, lile nisilotaka kulitenda ninalitenda, na lile ambalo nataka kulitenda silitendi, kwa sababu sio mimi bali ni dhambi iko ndani yangu. Kila aliyeokoka dhambi haiko ndani yake. Ukishampa Yesu maisha, dhambi inakuwa nje. Kwa shetani akushawishi kutokea ndani, anakushawishi kutokea nje. Na kila mtu huwa kuna namna moja au nyingine anapata ushawishi wa nje, kwa mawazo, kwa nini usifanye hivi. Hiyo ni kawaida kwa kila mtu yoyote. Lakini shida ni kwamba mwanzoni ni ushawishi wa nje. Baada ya ushawishi wa nje, ikitokea mtu amekubali ule ushawishi na kufanya dhambi, inaanza kupewa nafasi. Ndio maana Biblia inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa kadri unavyoitenda dhambi unampa nafasi. Mwisho inakuwa ndani, sio nje tena. Maana yake shetani anakamata moyo wa mtu. Alafu inaanza kuwa sasa inamdrive. Sio kwamba yeye inamshawishi, ni kwamba kuna kitu ndani kinamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, mpaka anajikuta ameenda kufanya vile. Maana yake sasa dhambi inakuwa ni mtawala wa yule mtu. Kwa dhambi inapotendwa kwa uendelevu, inapewa nguvu ya kumtawala mtu. Lakini kiuhalisia, kwa kazi ya msalaba, Mungu alishamaliza kila kinachotakiwa kufanyika ili tushinde dhambi. Na Mungu ametupa wajibu wote na uwezo wote ndani yetu wa kushinda dhambi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko pia anasema kwenye Waebrania sura ya 12 mstari wa 1, anasema basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa kwa wingu kubwa namna hii la mashahidi, na tuweke mbali kila mzigo mzito na ile dhambi tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi ya msalaba, tulikuwa tunaangalia kazi ya msalaba ilisababisha nini? Nikasema namba 1, kazi ya msalaba ilisababisha mwanzo mpya, mwanzo wa agano jipya. Namba 2, iliwaunganisha Israeli na mataifa, na sisi ikatuunganisha na Mungu. Namba 3, iliharibu nguvu ya dhambi. Na namba 4, kwa hiyo tulichokuwa tunaangalia ni namna ambavyo nguvu ya dhambi iliharibiwa, lakini inavyoweza kupewa nafasi na kumtawala mtu kupitia kazi ya msalaba. Namba 4, kazi ya msalaba ilifanya nini? Ililipia madai yote ya vifungo na magonjwa na kuponya kila ugonjwa. Kazi ya msalaba ilifanya nini? Namba 4, ililipa madai yote ambaye alikuwa anampa uhalali shetani wa kufunga watu wa Mungu, kuweka magonjwa kwenye watu wa Mungu, kuingiza laana na vitu vya aina hiyo. Ililipia madai yote. Amen. Maana yake ilisababisha ukombozi wa mwanadamu. Kazi ya msalaba ilisababisha ukombozi wa mwanadamu. Ilisababisha ukombozi wa mwanadamu. Na hii inatupeleka kwenye mahali ambapo nilisema jana, kazi ya msalaba
pale msalabani kulitokea mabadilishano, na hicho ndio nataka tuanze kukiangalia leo na kesho na kesho kutwa. Amen. Msalabani ni mahali pa mabadilishano. Palitokea mabadilishano. Palitokea mabadilishano. Kila kilichompata Yesu msalabani kilimpata kwa sababu yetu, sio kwa sababu yake mwenyewe, kwa sababu yetu. Kilimpata kwa ajili yetu sisi, kilimpata kwa niaba yetu sisi, kilimpata kwa faida yetu sisi, kilimpata kwa ushindi wetu sisi. Amen. Kila kilichompata Yesu msalabani hakikuwa kwa ajili yake, kilikuwa kwa ajili yetu. Kilikuwa ni kwa sababu yetu. Hakikuwa kwa sababu yake, kilikuwa ni kwa sababu yetu. Kilikuwa ni kwa niaba yetu, na ilikuwa ni kwa faida yetu sisi, na ilikuwa ni kwa ushindi wetu. Au kwa lugha rahisi, ili tuweze kuelewa hiki ninachokisema, na ndivyo ambavyo inapaswa kuwa ndani ya mawazo yetu, fahamu zetu, akili zetu na ufahamu wetu kwa ujumla, ni kwamba kila kilichompata Yesu kilikuwa kinatupata sisi. Ndio maana yake. Yaani maana nzima ya ukombozi kupitia kazi ya msalaba. Maana yake lazima kila Mkristo awe na ufahamu ya kwamba kila kilichompata Yesu kilikuwa kinanipata mimi. Kila kilichompata Yesu kilikuwa kinanipata mimi. Kwa hiyo Yesu alikuwa ni mwakilishi wangu, na kupitia mimi kumwamini Yesu, kila kilichompata Yesu kimenipata mimi. Sihitaji kupatwa tena na kilichompata Yesu, kwa sababu kila alichokipata haikuwa kwa ajili yake, ilikuwa ni kwa ajili yangu. Kila kilichompata Yesu kilikuwa kinakupata wewe na mimi. Kwa kama Yesu alipigwa, ulikuwa unapigwa wewe. Kama Yesu alisulubiwa, ulikuwa unasulubiwa wewe. Yeye alisimama kwa niaba yetu. Kwa kupitia kumwamini, maana yake kila kilichompata na mimi kimenipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nina haki yote ya matokeo ya kazi ya msalaba. Biblia inasema kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 20. Waefeso 1:20 anasema aliyotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu. Kwa hiyo unaanza kuona yale ambayo yalimpata Yesu kuanzia kufufuka. Hapo anaongelea alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho, akamweka juu sana kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na utawala na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ulimwengu jao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote. Alafu angalia hapo anasema kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni nani? Kanisa ni mimi na wewe. Kwa kila ambacho alikuwa anakipata Yesu kwa ajili ya kanisa. Kwa alipomfufua katika wafu, alimfufua kwa ajili ya kanisa. Alimfufua kwa ajili ya kanisa. Akaketi mkono wa kuume wa Mungu katika ulimwengu wa roho, ni kwa ajili ya kanisa. Yesu amekaa juu sana. Kwa nini? Kwa ajili ya kanisa. Kila ambacho Yesu alikipata baada ya kufufuka, alikuwa nacho kabla ya kuja duniani. Ndivyo maandiko yanavyosema kwenye nafikiri wa Filipi ile sura ya 2, aliuacha utukufu wake akatoa namna ya utumwa. Naomba uniwekee, nafikiri ni wa Filipi, si ndio? Sura ya 2, aliacha utukufu wake akatoa namna ya utumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Kwa yeye aliyekuwa sawa na Mungu, akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni jambo la kushikamana nalo. Wa Filipi nafikiri, kama ukipata utaiweka. Kwa maana yake ni nini? Maana yake Yesu hakuwa anahitaji kuwa juu, kwa sababu tayari alikuwa juu ya vyote. Tayari alikuwa ni Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa Yesu hakuwa anahitaji hivyo vitu vyote. Tayari alikuwa navyo. Hakuwa amepungukiwa chochote. Hakuwa amepungukiwa mamlaka Yesu. Hakuwa amepungukiwa nguvu. Hakuwa amepungukiwa uwezo. Alikuwa ana kila kitu. Wa Filipi sura ya 4 mstari wa 7. Kuanzia mstari wa 6. Rudi nyuma mstari wa 6. Anasema hivi, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya Mungu,
naye akuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Maana yake kabla hajaja duniani hakuwa amepungukiwa chochote. Kwa hakuja duniani kutafuta chochote cha kwake, kwa sababu vyote alikuwa navyo. Alafu mstari wa 7 anasema bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sio kwamba hakuwa, aliamua kuvua utukufu. Alikuwa na utukufu wote, akaamua kuvua utukufu, akauacha hapo utukufu, alafu akatwaa namna ya mtumwa. Kwa akaondoa uungu wake wote, akatwaa, akawa kama mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Mstari unaofuata, akawa na mfano wa mwanadamu. Alafu anasema tena alipoonekana kuwa ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa Yesu kuja msalabani hakuwa na chochote anachokitafuta kwa ajili yake, kwa sababu kila kitu alikuwa nacho. Aliacha vyote ili aje msalabani. Kwa lengo gani? Ilikuwa ni la mimi na wewe. Kwa mimi na wewe ndio tulikuwa tunatakiwa kwenda msalabani, akaenda kwa niaba yetu. Amen. Kwa Yesu akufa kwa ajili yake, alikufa kwa ajili yetu. Akufufuka kwa ajili yake, alifufuka kwa ajili yetu. Aliketishwa mkono wa kuume. Biblia inasema hapo aliketishwa juu kuliko falme zote. Kumbuka hajakatishwa kwa ajili yake, kwa ajili yetu. Kuliko falme zote. Anaongelea falme za giza na mamlaka, wakuu wa giza, mapepo, majeshi ya pepo wabaya. Hii ndio siri ya ushindi wa kila nguvu za giza. Iko hapa. Siri ya ushindi ya kila nguvu za giza sio kukemea, ni kujua kile alifanya Yesu, na alifanya kwa ajili yako. Hiyo ndio siri ya ushindi wa nguvu zote za giza. Sio kukemea, sio maombi mengi kwanza. Sina shida na kukemea, lakini kama mtu anakemea na ajui nafasi yake, anapoteza muda. Lazima ajue nafasi Yesu aliyomweka na kile Yesu alichokifanya. Biblia inasema juu sana kuliko falme zote na mamlaka zote na mamlaka zote na nguvu na utawala na kila jina litajwalo. Kila jina litajwalo, sio kwenye ulimwengu huu tu, bali katika ule ulimwengu ujao. Alafu anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vyote. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mimi na wewe. Amen. Kwa moja ya siri ya ushindi ambao Mkristo atatembea nao, ambao umesababishwa na kazi ya msalaba, ni pale ambapo ataanza kuona kila alichofanya Yesu ilikuwa ni yeye anakifanya. Yaani kilikuwa ni kwa ajili yake. Kwa kila matokeo aliyoyapata Yesu yalikuwa ni matokeo kwa ajili yetu. Amen. Unaweza ukaona pia kwenye Waefeso sura ya 5. Ameanza kama anaongelea mambo ya mke na mume, lakini kimsingi anaongelea mambo ya kanisa na mwili na Kristo. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Alafu anasema sasa Kristo na kanisa akajitoa kwa ajili yake, makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na mawaa wala lisilo na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Nasema vivyo hivyo imewapasa waume wao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendao mkewe ajipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali kuulisha na kuutunza, kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstai mumewe. Kwa ninachotaka uone ni kile Yesu alifanya kwa ajili ya kanisa. Kristo alivyolipenda kanisa, alijitoa kwa ajili yake. Sio ili ajitakase mwenyewe, alitakase kanisa. Sio ili ajisafishe mwenyewe kwa sababu yeye alikuwa msafi, alisafishe kanisa.
ili apate kujiletea kanisa tukufu. Maana yake alipe kanisa utukufu, na huyo kanisa ndio mimi na wewe. Tuwe na utukufu wa Mungu, tusiwe na dosari wala kunyanzi wala lolote kama hao, ili tuwe watakatifu wasio na mawaa. Kwa hiyo msalabani tulibadilishana na Yesu. Yesu akachukua vya kwetu na kutupatia vya kwake. Ndio maana ya msalaba. Maana ya msalaba ni mabadilishano. Yesu alichukua kila cha kwangu akanipa kila cha kwake. Yesu alichukua vya kwetu akatupatia vya kwake. Amen. Na ndio maana maandiko yanasema hivi. Sasa ukichukua hayo niliyosoma juu ukaunganisha na hiki ambacho kinasemwa kwenye Wakolosai sura ya 3, anasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Umeona? Tunaona Yesu alikufa akafufuka. Biblia inasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Ili andiko linamaanisha tulifufuliwa pamoja na Kristo. Na maandiko mengine yako yanayothibitisha hivyo, kwamba tulikufa pamoja naye, tukafufuliwa pamoja naye. Kwa hiyo kupitia kumwamini Yesu tuliingizwa kwenye mchakato wa kila ambacho alikuwa anapitia. Sasa Paulo anasema, maana yake ameshawaelewesha ya kwamba kupitia kumwamini Yesu mlifufuliwa pamoja na Kristo. Kwa anawaambia kama kweli mmefufuliwa pamoja na Kristo, anaanza kutoa maelekezo. Ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo alipo. Maana yake muwe na vipaumbele, wekeni vipaumbele vyenu kutokea kwenye ufahamu huo mlionao wa kufufuka pamoja na Kristo, wa kazi ya msalaba. Alafu anasema ameketi mkono wa kuume. Of course ameketi mkono wa kuume tukiwa tumeketi naye. Ndio maandiko yanavyosema. Lakini pia anasema yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Maanake fikirini kwa viwango vile ambavyo vilitokea kupitia kazi ya msalaba. Alafu mstari unaofuata wa 3 anasema kwa nini? Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Tulikufa lini? Yesu alipokuwa anakufa. Wagalatia 2:20 anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Alafu anasema na uhai wala sio mimi tena, bali Kristo anaishi ndani yangu. Maanake ule uhai wetu uliondolewa. Sisi tulikufa, alafu tukafufuka pamoja na Kristo. Sio na uhai wetu, na uhai wa Kristo ndani yetu. Anasema wala si mimi, bali Kristo yu hai ndani yangu. Alafu anasema na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Amen. Na hapa anasema basi kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Kwa hiyo kama haya yametokea kweli kwenu, mstari wa 5, vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, kutamani, ndiyo ibada yenye ya sanamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na andiko lingine linaonyesha mabadilishano kupitia kazi ya msalaba ni lile ambalo Yohana anasema kwenye Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Anasema kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu huu. Maanake amechukua maisha yetu, tumechukua maisha yake. Kama alivyo ndivyo tulivyo kupitia kazi ya msalaba. Kama alivyo ndivyo nilivyo. Kama alivyo ndivyo. Chochote ambacho hakiwezi kumpata Yesu hakiwezi kunipata. Unajua ukisema hilo neno wanasema una kiburi. Ndio maandiko yanasema kama alivyo ndivyo tulivyo. Anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo sisi katika ulimwengu huu. Sio kwamba ndivyo tutakavyokuwa. Ni sawa kuimba tutafanana na Yesu, lakini kiuhalisia tunafanana na Yesu tayari. Na chochote ambacho hakiwezi kumpata Yesu hakiruhusiwi kunipata. Kwa kwenye msalaba ndipo mahali palifanyika mabadilishano. Nikaachilia maisha yangu, nikachukua maisha ya Yesu. Ndio Biblia inasema sio mimi ninaishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Ndio anasema mlikufa na uhai wenu umefichwa.
Hivi unajua moja ya sababu wachawi hawampati mtu aliyesimama katika Kristo ni hawamuoni. Yaani kuna mchanganyiko fulani maalum ambao unawachanganyaga shetani na malaika zake. Kabla hajaamua kukuloga anakuona ni wewe. Akianza kuloga anamuona ni Yesu. Akiacha kuloga anaona ni wewe. Kwa anachanganyikiwa. Yesu ndani yangu na mimi ndani yake. Kwa anasema mbona kama ana mpango mbaya na wewe, ni wa kawaida tu. Yaani analogeka, mbona yule niloga. Akianza tu kuloga, mbona amekuwa Yesu. Sio yeye tena. Baadaye akiacha, mchanganyiko maalum unawachanganya wachawi, shetani na malaika zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ilisababishwa na kazi ya msalaba. Anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humo. Kwa kwenye msalaba ndio mahali kulifanyika mabadilishano, kulifanyika transaction, kulifanyika muamala. Yesu alitupatia kilichokuwa cha kwake na sisi tukampatia cha kwetu. Yesu alitulipia kile tulichokuwa tunadaiwa. Kwa kila deni ambalo nilikuwa nadaiwa ili niishi maisha matakatifu, mbali na magonjwa, mbali na uovu, mbali na uharibifu, mbali na nguvu za giza, Yesu alikilipa. Na ni muhimu sana kwa kila mtu wa Mungu kuelewa hii na kuielewa kwa upana huo. Kabla ya kuomba, ufahamu ni muhimu. Kwa sababu maombi yatakuwa na maana mtu akiwa na ufahamu. Na kila anachokifanya kitaanza kuwa na nguvu zaidi mtu akiwa na ufahamu huu. Amen. Nataka tusome maandiko mengi kidogo ambayo yanazungumzia, ni kama vile yamekava kila kitu kuhusiana na kazi ya msalaba. Alafu nitazungumzia kitu kidogo, tutakuwa tunamaliza. Isaya sura ya 53 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 12. Anasema ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Sasa unaona tangu hili andiko linaanza linaelezea wale ambao watafaidika, watabenefit na kazi ya msalaba ni wale waliosadiki. Kwa sababu ukiangalia hili andiko ametoa alama mbili za kiulizo. Ni nani aliyesadiki habari tulioileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Kwa wale ambao wanafahamu Kiswahili, ukiona kauli mbili za aina hiyo, maana yake unaweza ukaondoa vile alama za kiulizo. Kwamba ni nani aliyesadiki habari tulioileta na mkono wa Bwana atafunuliwa nani? Ni sawa na kusema yeyote atakayesadiki habari tulioileta, huyo ndio mkono wa Bwana utafunuliwa kwake. Ni sawa na kusema hivi. Kwa hiyo habari hiyo ni ipi? Ni habari ya kazi ya msalaba. Ndio anaanza kuielezea kuanzia mstari wa 2 wa Isaya. Anasema maana alikuwa mbele zake kama mche mororo, anamwongelea Yesu, na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, tena tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa Yesu na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi. Hivi unajua kiwango cha dharau alichopewa Yesu, hakuna mwanadamu anaweza kupata hiyo dharau. Ni kiwango cha juu kabisa cha dharau. Yesu alidharauliwa kiwango cha juu kabisa. Kwa sababu watu ambao umewaumba wewe wanakutemea mate, wanakutukana, wanakuvua nguo. Kiwango cha juu kabisa cha dharau. Cha juu kabisa. Alafu sasa unajua kuna ile unafanyiwa mambo hauna namna. Hiyo ni tofauti. Yaani unafanyiwa mambo yani hapa nikijaribu kujitikisa ni bora tu nitulie. Kwa hiyo unatulia kwa usalama wako, waendelee kuyafanya mpaka wamalize. Lakini kuna ile una uwezo wote wa kuzuia wasikufanyie, afu unakubali ufanyiwe. Huo ndio unaitwa unyenyekevu. Ndio unaitwa unyenyekevu. Kwamba unaweza kabisa kusimamia kitu fulani, lakini unaamua kuacha. Kwa sababu kuna kitu unakitazama zaidi ya hicho. Na hiyo ndio namna ya Mungu kukupigania. Ukitaka Mungu akupiganie. Na wakati mwingine Mungu huwa anasubiri tutumie mabavu yote. Uongee, utumie kila unachofikiri unaweza. Alafu vishindikane. Baadaye Mungu ndo anaingilia kati. Kwa wakati mwingine ukiona unafikiri bado unaweza, anakusubiria tu, anakusubiria. Ukisema sasa nimemaliza zote, Mungu anaingilia kati. Sasa Yesu, kwa nini ya Yesu ilikuwa sio ya kawaida?
kwa sababu Yesu alikuwa ana uwezo wote. Si unajua hata wakati wanakuja kumkamata mara ya kwanza walikuja akawaambia mimi hapa, wakaanguka, akawapiga pawa, wakaanguka, hawezi kumkamata. Mara ya pili mimi hapa, mara ya tatu baadaye akasema haya nikamateni. Alikuwa anajionyesha kwamba amnikamati kwa sababu mna nguvu, mnanikamata kwa sababu nimeamua kujikamatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa Biblia inasema alidharauliwa na kukataliwa na watu. Hivi unajua hakuna mtu ambaye amewahi kufiri rejection ambayo Yesu alikutana naye? Hayupo. Kwa sababu Yesu alikataliwa na wale aliowaumba. Lakini pia Yesu alikataliwa na watu ambao ndio ni kama wa upande mmoja. Hivi unajua wapinzani wa Yesu walikuwa sio wapagani. Walikuwa ni makuhani, wengine ni mafarisayo. Unajua farisayo ni washikadini. Yaani ni wale washikadini kweli kweli. Waandishi ni watu ambao walikuwa wanatunza Torati. Hao ndio walikuwa wapinzani wakuu wa Yesu. Ukiangalia vizuri, aliyesababisha Yesu akahukumiwa kuuawa ni kuhani mkuu. Yaani ni mtu ambaye ndio angemtetea, mtu wa dini. Akamkataa Yesu. Na kukataliwa kwa sababu yoyote. Yaani hakuwa na sababu yoyote ambayo ilikuwa akataliwa. So unajua hata Pilato akasema mimi sioni kosa. Wakasema sisi tunataka uawe. Kwa Yesu alifananishwa na jambazi sugu. Yaani jambazi wa taifa. Akiwa amefungwa anasubiri kuuawa. Yesu ndo akafananishwa naye. Kulikuwa na utaratibu wa kumtoa mmoja wapo. Kwa watu wakasema bora atoke jambazi asitoke Yesu. Lakini rudi kwenye maandiko, angalia mambo alikuwa anafanya Yesu. Yalikuwa ni ya kumfanya akataliwe kiasi hicho. Alikataliwa kwa ajili yetu. Amen. Ili yule mtu ambaye anapitia rejection aweze kuponywa kwenye hilo jeraha la kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alidharauliwa na kukataliwa, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa ni kitu, alionekana ni kama takataka. Hakika ameachukua masikitiko yetu. Maana yake kwa kufanywa hivyo kumbe ilikuwa ni transaction, ilikuwa ni mabadilishano. Wakati yeye anasikitika, alikuwa anafanya sisi tusikitike. Alikuwa anafanya sisi tusitembee katika hayo masikitiko. Anasema ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Maana yake sisi tunapaswa kuwa na amani, kwa sababu kile ambacho kilitakiwa kama adhabu ili tusiwe na amani, Yesu alikwisha kukipata. Anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Kipata nafasi nitaongelea kazi ya msalaba ilivyoshughulika na magonjwa. Hapa anasema sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote, ili sisi tusiwe waovu. Alionewa lakini alinyenyekea. Na ndio unyenyekevu nilikuwa naongea, kwamba unaweza kujitetea lakini unaamua kutulia. Lakini alinyenyekea wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekewe machinjoni, na kama vile kondoo amnyamazavyo mbele ya wamkatao manyoya, naam akufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kwa kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani angeyajali? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa yetu, wakamfanyia kiburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake. Ingawa hakutenda jeuri wala hapakuwa na hila kinywani mwake, lakini Bwana aliridhika kumchubua. Amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona wazo wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo
nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawana nyara pamoja na waliohodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Haya ndio maandiko yanaonyesha mabadilishano ambayo yalikuwa yanafanyika kupitia kazi ya msalaba. Ukianza kufuatilia vizuri, unagundua Yesu alikuwa anashughulika na kimoja baada ya kingine: dhambi, uovu, sijui magonjwa, huzuni, kukataliwa na alikuwa anashughulika. Ukifuatilia vizuri, unagundua alikuwa anashughulika na ugonjwa wa rohoni, ambao ugonjwa mkuu ni dhambi na maovu. Alikuwa anashughulika na magonjwa ya nafsi, ambao magonjwa ya nafsi ni kama kukataliwa, sijui huzuni, chuki, hasira, alikuwa anashughulika nayo. Lakini pia unagundua alikuwa anashughulika na magonjwa ya mwilini. Ndio maana anasema na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa alikuwa anashughulika na utu wote wa mwanadamu. Alikuwa analipia kila ambacho kingeweza kusababisha mateso kwa utu wote wa mwanadamu, kwa maana ya roho, nafsi na mwili. Ngoja tuone andiko lingine hapo. Maandiko yanasema kwenye Yohana 19:28. Yohana 19:28 anasema baada ya hayo, sasa hapa anazungumzia Yesu akiwa msalabani. Sema baada ya hayo, hali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimie, akasema naona kiu. Alafu mstari wa 29 anasema kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa isopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kuna vitu hapa nataka uvione. Yesu akiwa msalabani, alipoona ni kama kila kitu kimeisha, kimefika mwishoni, akakumbuka kuna kitu bado hakijakamilika, na ili hicho kitu kikamilike ambacho ameandikiwa, akasema naona kiu. Aliposema naona kiu, wakamletea siki badala ya maji. Biblia inasema ili andiko litimie. Ili andiko litimie. Na ni andiko lipi? Unaliona hilo kwenye Zaburi 69:21, ndio analinaongelewa. Kwa maana yake Yesu kutokea kwenye, kwa alipoletewa siki badala ya maji, akajua amemaliza sasa kila alichokuwa anatakiwa kufanya, akasema imekwisha, akafa. Kwa hiyo unagundua Yesu vitu havikuwa vinamtokea tu. Yesu alikuwa ana vitu anavitimiza kimoja baada ya kingine. Ndio maana ukiangalia vizuri unagundua wakati Yesu anatoka, kwanza anaenda kubatizwa kwa Yohana Mbatizaji, anaambia lazima unibatize kwa sababu kuna kitu natakiwa nikitimize. Alafu anaenda mlimani, anafunga siku 40, anashuka, anaingia hekaluni, anafungua kitabu cha Isaya, anasoma kwenye Isaya, nafikiri ni sura ya 61, anasema Roho Bwana yu juu yangu, alafu anaambia leo hii maandiko haya yametimia. Kwa hiyo nagundua anatoka mlimani, kitu cha kwanza anaenda kutimiza andiko. Kwa hiyo Yesu alikuwa hii inanifanya kuamini ya kwamba wakati wa maisha yake kabla hajaanza kazi, alikuwa ana list Yesu ameandaa ya kushughulikia. Nitashughulika na cha kwanza, cha pili, cha tatu, nitaenda hapa. Na hiyo list aliitoa wapi? Vile alivyoandikiwa. Na ukiangalia baadhi alivyoandikiwa ni vile ambavyo tumevisoma kwenye Isaya sura ya 53. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akashughulika na kila listi. Alafu mwisho kabisa akiwa msalabani akagundua kuna kitu bado sijamaliza, niliandikiwa. Ndipo akasema naona kiu, wakamletea siki badala ya maji. Akamaliza kila alichoandikiwa. Biblia inasema akasema imekwisha. Maanake listi yangu yote niliyokuwa nayo nimeishughulikia. Alafu Biblia inasema akaisalimu roho yake, ndipo Yesu akafa. Kwa alikuwa na mission pale msalabani. Kwa hiyo hii inanifanya kuamini Yesu alikuwa na listi ya vitu ambavyo alikuwa anavishughulikia, na alipomaliza ndipo akasema imekwisha. Alipomaliza ndipo akasema imekwisha. Maana yake hakuna deni tena. Maana yake kila, yani ni
Ni kama ulikuwa unalipa madeni afu umemalizia lile rejesho la mwisho. Wanakwambia sasa haudaiwi tena na benki. Umeshamaliza rejesho la. Kwa Yesu aliposema imekwisha, alikuwa amemaliza rejesho la mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa alikuwa amemaliza rejesho la mwisho la vitu gani? Ndio hivyo sasa nataka tuviangalie. Kwa sababu ya muda hatutaviangalia leo, lakini nafikiri tutaanza kuviangalia pia kesho. Rejesho la mwisho la vitu gani? Cha kwanza ni adhabu na msamaha. Rejesho la mwisho kuhusiana na masuala yote ya adhabu inayotokana na dhambi na msamaha. Lakini rejesho la mwisho la kitu gani? La uponyaji na afya yetu. Lililipwa rejesho la mwisho, transaction ilikuwa completed na akasainiwa, imeisha. Rejesho la mwisho la uponyaji na afya yetu. Rejesho la mwisho la kitu gani? La dhambi ambayo ingeweza kumtesa mwanadamu, ambayo nafikiri hiyo tumeangalia. Rejesho la mwisho la kitu gani? Mauti. Nguvu ya mauti. Na hiyo tutaiangalia kwa kina kabisa. Kwa Yesu alikuwa anashughulika na mwisho kabisa wa hayo ambayo tumeyasema. Amen. Rejesho la mwisho la kitu gani? La aibu, huzuni na kukataliwa au magonjwa ya nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya kitu ambacho nataka nikiintroduce tu kidogo leo, afu kesho nitaanza nacho, afu tutaendelea na kingine, ni namna ambavyo Yesu alishughulika na adhabu na alishughulika na msamaha wetu. Adhabu na msamaha. Moja ya kitu Yesu alilipia na ambacho ni muhimu sana kwa kila Mkristo kukifahamu ni msamaha wetu. Unajua mtu anapokosea, kama hakuna msamaha basi itakuwepo adhabu. Kama hakuna msamaha itakuwepo adhabu. Na ndio maana tunasema adhabu na msamaha. Kwa badala ya adhabu inakuwepo msamaha. Kwa kupitia kazi ya msalaba, kabla ya kazi ya msalaba, wote tulikuwa tunastahili adhabu. Wote. Yaani hakukuwa na mtu ambaye yuko exempted. Wote tulikuwa tunapaswa kuingia kwenye adhabu. Ndio maana neno la Mungu linasema kwenye Warumi 3:23, anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa Adamu alituingiza wote kwenye dhambi. Hakumwacha mtu. Wote tuliingia kwenye dhambi kwa sababu ya kuzaliwa tu. Adamu alituweka wote chini ya dhambi na wote chini ya adhabu. Kwa hiyo upande wetu kulikuwa na adhabu, upande wa Yesu kulikuwa na msamaha. Msalabani ndipo mahali sasa palifanyika hayo mabadilishano. Yesu akachukua adhabu yetu na yeye akaachilia msamaha wetu. Msalabani ndipo palifanyika huo muamala. Yesu alifanya malipo yote yaliyotakiwa ili sisi tuondolewe na adhabu ambayo ilikuwa juu yetu. Kwa hakuna kitu Yesu alisaza kwa habari ya msamaha wetu. Kila kilichokuwa kinatakiwa kilipwe, kililipwa. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Waebrania sura ya 9 mstari wa 28, anasema kadhalika naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Amen. Waebrania 10:12, Waebrania 10:12, 14 na 18 anasema lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu, maana kwa toleo moja amekamilisha hata milele, amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Alafu mstari wa 18 anasema basi ondoleo la hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Hakuna toleo tena kwa ajili ya dhambi. Yesu alishalipia kila kitu kuhusiana na dhambi. Kazi yetu ni kuamini na kupokea kile ambacho alikifanya. Kwa mtu asije akakwambia ili usamehewe dhambi inabidi utoe sadaka, inabidi fanye fidia fulani au fanye malipizi. Unajua wale watu wa dini tuliotokea mahali fulani wanakupima dhambi zako, wanakuambia sasa wewe hizi dhambi hizi wale wa upande ule tunakumbuka. Unaweza ukapewa kupewa sala fulani, unabidi usipewe hii sala mara 200.
Kwa hiyo tulikuwa tunachekana, mkimaliza kwenda kutubu pale, alafu si baadaye mnaenda kutubu kwa mchungaji, mmeenda unamuelezea dhambi zako, niliiba sukari, nilifanya hivi alafu anakuambia umesamehewa, alafu nenda kafanye malipizi. Kwa malipizi unaweza kaambiwa nenda kasali baba yetu 20, salamu Maria 18. Kwa unatoka sasa, simlienda wengi, ameenda huyu ameenda. Kwa mkienda yule zile sala unafanya baba yetu mara ya kwanza, ya pili, ya 10, ya 20, salamu Maria mara ya kwanza, ya pili, ya 10, ya 20. Sasa kuna mwingine anatumia muda mrefu. Kwa yule mnaanza kuambia wewe, itakuwa ulikuwa na dhambi nyingi sana, kwa hiyo ndio maana umepewa malipizi mengi. Utakuwa uliambiwa baba yetu 200 wewe. Sasa watu wa Mungu hawahitaji kulipa chochote. Unajua kuna watu wameokoka, akitenda dhambi anaanza kujiadhibu. Kwa hiyo inabidi, kuna mmoja nilisikia anasema, yani kwa makosa niliyomkosea Mungu inabidi nipige magoti kwenye mawe, yani bila nikiwa nimefunua kabisa na suruali, angalau nionyeshe kujuta. Uhitaji kupiga magoti kwenye mawe. Mwingine anasema kwa hii dhambi inabidi nifunge 7 kavu ndio nisamehewe. Hakuna mfungo wote unaosamehe dhambi. Kila malipo ya dhambi Yesu aliyafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kesho nitaanzia hapa. Nataka tutue na dakika kama 5 za kumshukuru Mungu, alafu tutaishia hapa. Amen. Naomba usimame. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji yana damu yaliyotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi, sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe nisijafa, mwamba we imara, kwako nitajificha, maji yana damu yaliyotoka humu, unisafi na dhambi, unifanya mshindi, kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapo fanya bidii, nikilia na kudhi, ayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja, nioshe nisijafa, nikungo japo chini, natenda
nipapo mbinguni na na enzini, roho yangu na iwe rani mwako wewe, nipapo mbinguni na na enzini, roho yangu na iwe rani mwako wewe, nipapo mbinguni na enzini, roho yangu na iwe rani nijapo fanya bidii nikilia na kudhi ayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa, nilitupu nivike, ni mnyonge nishike, nilimchafu naja na nioshe sijafa. Raposhakata. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa siku nyingine na kwa kazi ya mzuri ya msalaba. Kila mmoja mshukuru Mungu. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Raposhakata ya mazakata mandoska paya dea maya sekete reposhia taya za rama seke liza yata ramande skapa la zoyata. Zungumza kile ambacho unasikia moyoni mwako. Mwambie Mungu kile ambacho unasikia ndani yako. Raposhakatayama mandoska pala ya talama reposia tayama zeketilama. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa uaminifu wako. Kuna mioyo inaponywa kupitia uwepo wa Mungu huu. Raposhikataya zekete ramaskatea man reposete lima yanduzia rapayanteshiata. Kuna ushindi dhidi ya dhambi unaachiliwa. Rapo seketela paya rando skade ziza repo shia taya zaya masekelia zoto lima. Inua mikono yako juu. Baba Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa ajili ya saa hii na kwa ajili ya neno lako. Maneno haya yamsaidie kila mmoja aliyoyapokea.
kila ambaye kuna namna moja ama nyingine adui alikuwa anatesa maisha yake, ninaruhusu nguvu iliyo nyuma ya neno hili msaidie mwanao. Pokea msaada wa Roho Mtakatifu ambao unasababishwa na kazi nzuri ya msalaba. Kila ambaye alikuwa ameshikwa na dhambi, Mungu msaidie. Neno lako alijaja kuhukumu mtu, limekuja kutusaidia. Umetuletea masuluhisho, hujatuletea hatia, hujatuletea hukumu, umetuletea masuluhisho. Rapo shakatayama. Nami ninaruhusu uwepo wako upite ndani ya kila nafsi, hata ile ambayo ilikuwa ina uzito. Huo uzito uachie, huo uzito wa nafsini, uzito wa moyoni, uzito uachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rapo sheketeyamaya ramasakatayama. Uwepo wako ambao ninausikia, ninauruhusu ndani ya mioyo ya kila mmoja. Kila mmoja ashike uwepo wako, moyo wake udake uwepo wako. Anapotoka hapa, atoke aliye huru, kuanzia ndani kwenda nje. Kila nguvu ambayo ilikuwa imemshika, kwa jina la Yesu Kristo haitamshika tena. Neema yako isipungue kwa watu wako, neema yako isipungue kwa watoto wako, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu mwaminifu. Asante kwa uaminifu wako. Pokea heshima na utukufu. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Amen. Mungu awabariki. Amen. Naomba nimtambulishe mke wangu awasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi nami kuwa nanyi jioni ya leo. Mungu awabariki sana. Amen. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo, tunakuinua, tunakutukuza, tunakubariki. Sante kwa ajili ya semina hii, sante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye umempa neno la nguvu ya msalaba. Asante Bwana kwa sababu tunakwenda kujifunza thamani ya msalaba. Msalaba ni wa thamani sana kwenye maisha yetu. Bwana, tunakutukuza kwa ajili ya neno ambalo limeachiliwa mahali hapa. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa mafuta ambayo umempaka Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tunakutukuza kwa ajili ya msalaba wako ambao ulifuta hati za mashtaka. Bwana, tunakutukuza, ulituondorea hatia. Msalaba wako una nguvu, na leo ametufundisha ya kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Baba, ninapokwenda kuahirisha ibada hii na kupitia upako wa mhubiri wako Bwana, ninatangaza kupitia yale mafuta yanayotenda kazi juu ya mtumishi wako Francis Langula, ninatangaza kwa nguvu ya msalaba, yoyote aliyehudhuria semina hii akapokea uzima, aliyehudhuria semina hii akafunguliwe. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna ushirikina. Kwa kusudi hili Yesu Kristo ulidhihirishwa pale msalabani ili kudharibu kazi zote za ibilisi, kazi zote za uovu, kazi zote
za ushirikina. Bwana ninatangaza, Bwana ninatangaza jioni ya leo, na iwe shwari kuu, na iwe nuru kwenye maisha yetu hawa, na uwe uzima, na uwe uponyaji, na uwe ukombozi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rapakata yandarabakatapa rekesekete brehandarabasaka. Bwana, kupitia kazi ya msalaba wewe ulitangaza imekwisha. Bwana, ninapokwenda kufunga ibada ya leo, ninatangaza roho za mateso, uonevu wa adui, magonjwa, ushirikina, family spirit, ninatangaza spirit of delay, backwardness, ninatangaza kwa nguvu ya msalaba imekwisha kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna laana, maana imeandikwa laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Bwana, ninatangaza kwa nguvu ya msalaba, hakuna laana juu ya watu hawa, hakuna laana kwenye maisha yao, kwenye familia zao, kwenye ndoa yao, kwenye uchumi wao. No laana, hakuna laana. Watu hawa wamebarikiwa, wamebarikiwa. Baraka akasema, Balaamu akasema, nimlaanije aliyebarikiwa. Tumebarikiwa, hakuna laana. Tumebarikiwa, hakuna laana. Bwana, kupitia neno hili ninatangaza baraka kwa jina la Yesu. Rapakata yandarabosika. Baraka za Bwana zikawe juu, juu ya kazi, mipango, kariamata, biashara, chochote unachofanya kikabarikiwa kwa jina la Yesu. Baba, ninakutukuza, ninakubariki. Ninabariki matoleo yote, ninatakasa kwa damu ya Yesu Kristo, yakapate kibali mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakutukuza na kubariki. Amen. Kwa kutupata si ni kubwa.